DW. Maoni. Msikilizaji, Iran na Israel zimepigana vita vya kushambuliana kwa makombora kwa takriban siku 12, vita vilivyoishia kwenye makubaliano ya amani yaliyoshinikizwa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia aliingilia kati vita hivyo kwa kuyashambulia maeneo ya shughuli za nyuklia ya Iran, ikiwemo kituo muhimu cha nyuklia cha Fordo. Iran nayo kwa upande mwingine ikaijibu Marekani kwa kuzishambulia kambi zake za kijeshi nchini Qatar na Iraq. Israel ndio iliyoanza kuishambulia Iran na kuua maafisa wake wa kijeshi, wanasayansi na viongozi wake pamoja na raia, na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu yake mjini Tehran, na Iran ikajibu kwa nguvu zote mashambulio hayo kwa kurusha makombora kuelekea miji ya Israel na kuharibu majengo mbalimbali, ikiwemo majengo ya shirika la ujasusi Mossad na bandari ya Haifa. Makubaliano ya amani yalifikiwa baada ya pande zote mbili kukubali kuacha kufyetua makombora, na swali hapa ni je, makubaliano hayo yatadumu? Vita hivyo vimetoa tafsiri gani kwa ulimwengu? Na je, ndio kusema Iran itakubali kusitisha kabisa shughuli zake za nyuklia kama inavyotaka Marekani? Kwenye maoni mbele ya meza duara nimewaalika Abdul Fattah Musa, ni mwandishi na mchambuzi anayefanya kazi nchini Iran, wakati huu akiwa huko Zanzibar, na mjini Paris nimemwalika Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa za Ulaya, na kutoka huko Marekani nimemwalika Profesa David Monda. Mwenyekiti wa mjadala huu ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote. Asante. Shukrani. Asante sana. Naomba nianzie kwako Abdul Fattah. Kama alivyotangulia kusema, tumeona vita hivi vilidumu siku 12 na amani hatimaye ikafikiwa. Ni mwisho wa vita au ni mwanzo wa kitu kingine? Abdul Fattah, unafikiri nini kinafuata? Kwa hakika tukiangalia hali halisi yaliyotokea na yalipofikia, mimi nahisi huu hatuwezi kusema kwamba ni mwisho wa vita, na labda pengine nichangie zaidi kufafanua kauli yako kwa kusema kwamba hapa kilichofikiwa hasa si amani. Kilichofikiwa hapa ni usitishaji vita. Nadhani hata tukiuangalia ujumbe alioandika rais wa Marekani kwenye mtandao wake binafsi wa kijamii, ametumia neno kwa herufi kubwa ceasefire, yani kuonyesha kwamba Iran na Israel hazikufikia makubaliano ya amani. Kilichofikia ni kusitisha tu vita. Kwa hivyo usitishaji vita bila kufikiwa na hatua ya mbele ya watu kuridhiana na wakafikiana makubaliano rasmi, hatuwezi kusema kwamba vita hivyo vimemalizika. Ni vita ambavyo vimesitishwa tu, kama ambavyo imeshashuhudiwa hali hiyo kwa mfano tu katika vita vya Gaza, ambapo mara kadhaa vita vimesitishwa kisha Israel ikavianzisha tena. Kwa hivyo kwa mtazamo huo na kwa yale ambayo yameshuhudiwa katika kauli zilizotolewa na viongozi wa pande zote mbili, kwa upande mmoja waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na vile vile rais wa Marekani Donald Trump, na kwa upande wa pili kauli hasa iliyotolewa katika hotuba ya karibuni aliyotoa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei, yote haya hayaashirii kwamba tunaweza kujenga matumaini kamili kwamba huu mgogoro mkubwa uliotokea katika eneo hili la Mashariki ya Kati utakuwa umemalizika. Kwa nini? Kwa sababu waziri mkuu wa Israeli na waziri wa vita wa utawala huu, waziri wa ulinzi, wamesema kwamba sasa kwa hatua waliochukua kuishambulia Iran kwa njia ya anga, wanahesabu kwamba hiyo ni sawa na wanachofanya kila siku katika anga za nchi ya Lebanon na nchi ya Syria, kwamba wakati wote wanapohisi kwamba kuna mtu ambayo ni tishio kwa Israel, wanaweza wakati wote wakavamia anga za nchi hiyo, wakakiuka mamlaka ya anga za nchi hiyo na kushambulia. Hicho ndicho ambacho wanataka sasa kukiendeleza ndani ya anga ya Iran. Umetoa ufafanuzi mzuri hapo kwamba kilichopo sio amani, ni kusitishwa kwa vita. Maana yake umekwenda mbali zaidi kwamba inawezekana vita vikawa havijamalizika. Na tumeona kwamba baada ya usitishaji huu wa vita, kila upande umeonekana unajitapa kwamba umeshinda kwenye vita hivi. Kwa hakika kwako Abdul Fattah, unamuona mshindi yoyote katika vita hivi? Inategemea tafsiri ya vipi tutauelezea ushindi, kwa sababu kila upande unavitazama vita hivi kwa mtazamo wa aina peke yake. Israel ikisema kwamba imeshinda vita hivi
kwa sababu inavyoamini imeshambulia vituo vya nyuklia vya Iran na kwamba imeondoa tishio la kushambuliwa Israel, inaweza pia ikawa imeshinda ikiwa tu inachodai kina ukweli. Ingawa ndo tumeona taasisi mbalimbali za kimataifa za nyuklia zikiwemo hata taasisi za kiintelijensia na kijasusi za Marekani, zote zimesema kwamba hakuna ushahidi wala hakuna mwelekeo kwamba Iran inataka kuunda silaha za nyuklia. Kwa hivyo kueleza kwamba kwa kufanya ilichofanya Israel imeshinda vita, wakati kama inachodai ni tuhuma tu ambazo hazijathibitishwa, ni vigumu kusema kwamba huo ni ushindi katika vita. Lakini kwa upande wa Iran, kwa upande wake Iran inasema kwamba imeshinda vita hivi kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa imevunja ule mwiko ambao umezoeleka kwamba Israel inapoanzisha vita dhidi ya ardhi ya nchi yoyote ni kwamba hakupatikani maafa makubwa ya Israel nayo kuweza kuathirika katika vita. Na katika vita hivi imeshuhudiwa kwamba Israel kwa upande wa kijeshi, kiintelijensia, kitaalamu, miundo mbinu na hata taasisi zake nyingi za kiuchumi na majengo ya raia yameharibiwa vibaya sana na makombora ya Iran. Na tusisahau kwamba vita havikuwa baina ya Israel na Iran. Vita kwa hakika vilikuwa kati ya Iran na Israel, Marekani na mataifa mengine yote ya magharibi yanayounga mkono Israel, kwa sababu kila mtu anajua kwamba Israel inapoingia vitani inasaidiwa na madola makuu ya magharibi katika upande wa intelijensia na kupatiwa zana za silaha kila wakati. Wakati vita hivi vya siku 12 vinaendelea, tumeshuhudia Marekani na Ujerumani zikipelekea shehena nyingine kubwa Israel za kivita kwa ajili ya vita hivi. Na Mohamed Saleh, baada ya kufikiwa makubaliano hayo ya usitishaji vita, vyombo vingi vya habari vilikuwa vinaonesha kana kwamba sasa alau kutakuweko utulivu na kutakuweko hali ya kuheshimiana pengine kati ya Iran na Israel. Kwa mtazamo wako, unaamini amani hiyo itadumu au huku kuheshimiana kutadumu? Sioni kama kuna amani ya kudumu, kwa sababu lengo la Israel ni kuhakikisha kwamba hakuna nchi katika eneo lote lile la Mashariki ya Kati ambalo linaweza kujitutumua dhidi yake. Na tumeona kwamba amejaribu kuvunja nguvu za Hezbollah kule Lebanon, ameingia Syria. Kwa hivyo sasa hivi ameona nchi ambayo iliyokuwa imebakia ni Iran, na hakutegemea kwamba angekutana na changamoto kama hii alokutana nayo katika vita hivi vya siku 12. Kwa hivyo ninavyohisi mimi ni kwamba bila shaka yoyote wao inawezekana ndio waliotilia nguvu vita visitishwe, lakini haina maana kwamba ndio vita vimemalizika. Ninaamini kwamba labda hivi sasa wanajaribu kukusanya nguvu tena upya na ili waweze kupata fursa nyingine ya kuanza tena. Tukumbuke kwamba waziri mkuu wa Israel Bwana Netanyahu inabidi ili aweze kuendelea katika uongozi wake na kuwa huru, inabidi aendelee na kutafuta kila njia ya kuwa na vita ili aweze kubaki madarakani, kwa sababu siku ambapo kutakuwa na amani, bila shaka yoyote atajikuta anaishia kifungoni. Mohamed Saleh, na hivi punde tu muda mfupi uliopita nimeona taarifa kwamba Rais Donald Trump mwenyewe amewataka Waisraeli wamuondolee mashtaka Bwana Netanyahu. Maana yake ni kwamba hilo unalolisema, wasiwasi huo upo kwamba ikiwa hatotafuta namna ya kuendeleza vita kwingine, basi maana yake ni kwamba anahatarisha hata nafasi yake ya kuendelea kuwepo madarakani. Lakini vile vile Bwana Abdul Fattah mwanzoni hapo alizungumzia mengi kuhusiana na vipi nchi za magharibi zimekuwa nyuma ya Israel, na ni kitu ambacho kinajulikana katika vita hivi ikipelekewa silaha. Lakini hata baada ya kufanyika mashambulio haya, sauti zimesikika miongoni mwa viongozi wa nchi za magharibi wakisifia kilichofanyika, kuanzia hapa Ujerumani mjini Berlin. Kansela Merz hapa Ujerumani alipongeza hatua iliyochukuliwa na Marekani pamoja na Israel, lakini hata
hata katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, na alisifia vile vile kilichofanyika. Profesa Monda, hizi nchi za magharibi kwa upande mwingine zimeonekana zikishinikiza mazungumzo na Iran. Unadhani nini wa magharibi wanataka kitokee kwa Iran? Mimi ningesema madola ya magharibi na hususan hapa Marekani wangependa kuona ile serikali ya kidini iliyopo Tehran iweze kupinduliwa. Wangependa kuwa na mstakabali mpya wa kisiasa, wa kiuchumi na pia wa kijeshi kule Mashariki ya Kati. Manake wanaangazia ya kwamba kati ya madola haya ya Kiarabu, dola la Iran ndiyo sana sana inapinga maslahi ya madola ya magharibi na Marekani kule Mashariki ya Kati. Lakini pia dada mwenyekiti, nikiongezea hapa ni kwamba kutoka huku Washington na New York wengi wanaona kwamba Iran imebanwa sana. Imepewa pigo kule Lebanon kusini, ambapo Hezbollah imeweza kubanwa zaidi na kuangamizwa kwa kiwango kikubwa. Imeibana Hamas kule Gaza na pia Wahuthi. Kwa hivyo kwa madola ya magharibi, kwa wadadisi wengi huku Marekani, hususan wale wa mrengo wa kulia wa chama cha Republican, wengi wangependa, ingawa kuna mgawanyiko kwa chama cha Republican kuhusu jambo hili, lakini wengi wangependa Marekani iingilie kati na Israel na wamalize hiyo kazi ya kusema kwamba wapindue serikali ya kidini iliyopo Tehran na kuweze kuwa na mstakabali mpya Mashariki ya Kati, pale ambapo serikali ya Assad imefutiliwa mbali Syria, kuwe na serikali mpya Iran, na madola ya Kiarabu yaweze kuwa na uhusiano mbadala na dola la Israel. Na Abdul Fattah, Profesa Monda anasema kwamba anachokifikiri yeye ni kwamba nchi za magharibi zinatamani au zinataka hasa kuona kwamba utawala wa kidini Iran unaondolewa, na pengine kutokana na kudhoofika kwa Iran washirika wake wamedhoofika, Hezbollah na wengineo. Kwa hivyo hivi sasa Iran inabakia ni taifa ambalo limedhoofika. Na pia katika mashambulizi haya ya hivi karibuni, Israel na Marekani inaonesha wamefanikiwa kuonesha umma wa Iran kwamba sera za utawala wao zinaweza kuwa na gharama kwenye maisha ya wananchi wa Iran. Hufikiri Abdul Fattah kama hiki pengine huenda kikajenga msingi wa makundi mengine hata ndani ya Iran kuangusha utawala wa maayatollah kama anavyosema Profesa Monda? Kwa hakika kama alivyoeleza Profesa, hilo ndilo jambo ambalo limekuwa katika ajenda za nchi za magharibi zikishirikiana pia na Israel kwa muda mrefu. Na sababu ya Iran kukabiliwa na vikwazo vya kiuchumi tokea baada ya mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979 na hata Rais Trump alipojitoa kwenye makubaliano ya nyuklia mwaka 2018 na akatangaza kwamba ataiwekea Iran vikwazo ambavyo vitailemaza, vitaipigisha magoti na kuifanya iombe kufanya mazungumzo na serikali yake. Yote hayo lengo lake imekuwa zaidi ni kutaka kuiumiza kiuchumi Iran, na kutokana na hali mbaya ya kiuchumi ambayo kwa hakika ipo, ikiwa utaelewa namna gani sarafu ya Irani imeporomoka thamani yake kulinganisha na sarafu ya dola, ndipo utaelewa kwamba hali ya kiuchumi ya Irani ni mbaya kiasi gani. Kwa sababu hiyo basi ni kwamba lengo lao zaidi lilikuwa ni hilo la kutaka kuona kwamba kuna kuwepo na manunguniko makubwa ya hali ya kimaisha wananchi ndani, na vile vile kutokea machafuko na upinzani na uasi wa ndani, ili serikali iliyopo madarakani iangushwe na wananchi wa Iran wenyewe. Kwa sababu suala la pengine kuvamia kijeshi Iran kwa njia ya ardhini ni suala ambalo lina ugumu mkubwa kutokana na hali ya Iran ilivyo kulinganisha na ambavyo labda nchi za magharibi zimefanya katika nchi kama Iraq. Kwa hivyo hilo lengo lipo na halina shaka yoyote, lakini nitasema kitu kimoja ambacho pengine kitakuwa na mwelekeo tofauti na matarajio ya nchi za magharibi, kwamba walitarajia kwa mashambulio haya yaliyofanyika na uharibifu mkubwa uliofanyika ndani ya Iran na maafa yaliyosababishwa na mashambulizi au vita hivi vya siku 12, ni kwamba
wananchi wa Iran ambao ukweli ni kwamba manunguniko na upinzani upo hivi sasa Iran. Si kwamba wananchi wote wa Iran wanaikubali serikali iliyopo au hii hali mbaya ya kiuchumi iliyopo ndani ya Iran wananchi wote inawafanya waipende serikali, kwa sababu kuna vile vile katika hali hiyo wananchi wanahisi kwamba matatizo yanasababishwa pia hata na baadhi ya uendeshaji wa baadhi ya viongozi, na si swala ambalo linasababishwa na matatizo ya nje tu ya vikwazo na vita ambavyo inapigwa Iran kisiasa na kiuchumi na madola magharibi. Kwa sababu hiyo basi kulikuwa na hofu hiyo kwamba kweli hali hii kama ambavyo iliposhuhudiwa machafuko yaliyosababishwa wakati msichana mmoja alipofariki kwa sababu ya swala la hijabu na akatokea machafuko makubwa ndani ya nchi, wengi walioamini kwamba hii inaweza ikatumiwa kama ni fursa ya wapinzani wa ndani kusababisha uasi ndani ya nchi. Na ndivyo ambavyo hata tulimshuhudia hadharani waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya kuanzisha mashambulio yale akatoa ujumbe kwa hutubu wa Iran kwamba hii sasa ni fursa yenu ya kuangusha utawala. Alionyesha wazi kwamba hilo ndio lengo. Lakini utashangaa kwamba wa Iran kwa sababu ya msingi wao wa kihistoria wa kuwa na sura ya uzalendo kubwa sana na kutokana na kwamba wanajihisi ni watu ambao wana ustaarabu wa miaka mingi, wana utamaduni wa miaka mingi, ni taifa ambalo limekuwa na historia kongwe, kinyume cha ilivyotarajiwa, vita hizi vimewaunganisha sana wa Iran. Yani kama tutasema kwamba matarajio ya Marekani, ndugu Abdul Fattah, hicho si kitu cha kawaida pale, manake imeonekana kwenye mataifa mengi hata yanapokuwa na migawanyiko ya ndani, inapokuja suala la kuvamiwa na nguvu kutoka nje, mara nyingi watu wanapata uzalendo na kushikana na kuleta mshikamano, lakini haiondoi zile hasira kwamba pengine hawaridhiki na utawala uliopo madarakani. Huoni kama hicho kinaweza kuwabadilisha? Mifano hapana. Tukiangalia mifano ya karibuni, labda niseme hapo nitatofautiana na wewe. Mifano ya karibuni, yani si karibuni ya miaka karibuni, lakini tukiangalia mfano wa namna ambavyo nchi za magharibi zimevamia nchi kama Iraq, zilivovamia nchi kama Syria, zilivochangia kushambulia katika vita vya Syria au hata Libya, pamoja na hata Yemen, kote huko utaona kwamba makundi yalikuwa ya upinzani wa ndani yalitumia fursa ile ya kushambuliwa nchi zao kijeshi, kutumia fursa ya kuangusha utawala. Yani kwa namna moja au nyingine madola ya magharibi yamechangia. Shirika la kijeshi la NATO lilichangia sana kuangushwa kwa utawala wa Muammar Gaddafi Libya. Halikadhalika vita vya zaidi ya miaka 10 dhidi ya Syria vilivyochangiwa na nchi za magharibi vilisaidia upinzani kuendesha harakati na hatimaye kuiangusha serikali ya Bashar al-Assad. Kwa hivyo ni mfumo na aina staili hiyo kama hata Iraq kuhusiana na utawala wa Saddam, ndivyo ambavyo madola magharibi yakishirikiana na Israel yamekuwa yanategemea kwamba kwa kufanya kitu kama hicho cha kuidhoofisha Iran kijeshi na kusababisha hali ya taharuki, wapinzani wa ndani wataitumia fursa hiyo kusimama dhidi ya serikali. Sawa, bila shaka, na huu ndio wakati mwafaka wa viongozi wa mataifa yenye nguvu wanaweza kuutumia kuishinikiza Iran kuachana na mpango wake huu wa nyuklia. Mohamed Saleh, nchi hizi zina karata gani ya kufanya hivyo? Hali inavyoonyesha ni kwamba bila mabadiliko labda ya kiutawala wa serikali kule Iran, sidhani kama wataweza kufanikiwa. Wanaweza kuchelewesha labda, lakini kuambia kwamba waende kwenye zero haiwezekani, kwa sababu Irani ni nchi kama alivyosema mwenzangu Abdul Fattah, ni nchi ambayo ina utamaduni wa miaka mingi na haiwezi kukubali kwamba izuiliwe katika harakati zake ambazo zinaendana na uhuru wa nchi yake. Kwa hivyo wanaweza kuchelewesha, wanaweza kukubali labda kwa muda fulani, lakini kuzuia moja kwa moja silioni hilo. Alafu pia kama utaniruhusu, ningependa kusema kwamba swala la hizi harakati za nchi za magharibi kutaka, na hususan Marekani, kutaka kuangusha utawala ulokuwepo, sidhani kwamba ni kwa sababu za kidini hasa, kwa sababu tukiangalia Saudi Arabia pia ni nchi ambayo ni ya Kiislamu, lakini kwa sababu inafuata amri kutoka Marekani na kutoka katika hizi nchi za magharibi, haina wasiwasi, inabembelezwa na inatizamwa kwa jicho la imani tuseme. Na ukiangalia nchi zote ambazo zimekubali kuwa vibaraka kama Egypt, Jordan, hazina matatizo
na Iran haikuwa na matatizo wakati wa Shah, kwa sababu Shah alikuwa ni kibaraka wa Marekani na nchi za magharibi na kusudia. Tukumbuke kwa mfano huko nyuma, kabla ya Shah kuletwa kurudishwa madarakani, wakati Iran ilipokuwa inaendeshwa na serikali ambayo haikuwa ya kidini, serikali ya waziri mkuu Mohamed Mossadegh, kwa sababu tu waliamua kutaifisha viwanda vya mafuta na kuweka katika udhibiti wa serikali hii iliangushwa na akaletwa Shah. Kwa hivyo tatizo kubwa ni suala kwanza la maslahi ya kiuchumi, nani anaweza kuhodhi na kudhibiti mafuta ya Irani, alafu pia uwe na utawala ambao unaweza kufuata amri, ukaamrishwa ukaweza kukubali. Sawa sawa. Na katika suala zima la kiuchumi, tumemsikia Rais Donald Trump hapa akiwa kwenye mkutano wa The Hague wa NATO, amezungumzia kuhusiana na uharibifu ambao umetokea katika nchi zote mbili, Iran na Israel, lakini amesisitiza zaidi katika kuangalia hali iliyotokea Iran, akikumbushia kwamba wako katika vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo najaribu kufikiria watafanya vipi ili kujenga upya nchi yao kutokana na miundombinu ilivyoharibiwa. Hapa nakuja kwenye swali ambalo nataka nikutupie Profesa Monda, kwa kutazama hali ambayo imeonekana kwa Iran kudhoofika kwake, unahisi inaweza ikawalazimisha wa Iran kufuata kitakachoshinikizwa na Rais Trump, na hususan katika swala zima la kuwataka waachane kabisa, wakongoe kabisa vinu vyao vya nyuklia, kuacha kabisa urutubishaji wa urani? Nadhani na imefanyika hivyo. Imesemekana kwenye habari tofauti hapa za kidiplomasia kupitia njia za kinyuma, Iran imekuwa ikijaribu kuwasiliana na Washington kusema kwamba kuna njia yoyote ambayo inaweza kutumiwa kupunguza makali ya haya mashambulio. Ukiangalia kwa mfano vile Iran iliposhambulia mabomba au vituo vya kijeshi vya Marekani kule Qatar, jeshi la Marekani liliambiwa mbeleni na zile zana zilifurushwa ili zisiweze kuwaua wanajeshi wa Marekani. Kwa hivyo ukiangazia pia kwa ujumla, Iran kusema kweli imebanwa. Changamoto iliyopo hapa huku Washington na Ulaya ni hili wazo la kusema kwamba kweli madola haya makuu yanaishinda Iran kwa zana za kijeshi. Tunajua hivyo. Lakini swala ni hili, au viongozi wa Iran wa kidini wakifurushwa vile ilivyofanyika kule Iraq, mustakabali mpya utakuwa ni upi? Tukiweka serikali ya kifalme ya Pahlavi Shah arudishwe, kweli Marekani na madola ya kiliberali ya Ulaya ni kama yatachanganyikiwa, manake uongozi wa kifalme sio wa kidemokrasia. Changamoto moja. Wazo lingine ni kwamba Iran kwa kweli ikisambaratika, mustakabali tena ni upi? Tuliona vita vikali kule Iraq. Tunajua Iran kwa wingi 60% ni Wapashia, lakini Iran pia ina vikundi vingi tu vya kidini vya imani tofauti, Waazeri, wa Turkmen, wa Urdu, wa Pashtun. Kwa hivyo kuna hisia huku Marekani ya kwamba pengine serikali hii ya Tehran ikiondolewa tu kwa kimabavu, Iran huenda tena ikasambaratika. Tusahau ya kwamba Uturuki inaangazia Iran tena kwa hofu sana kwa sababu ya Wakurdi ambao wapo Iran. Uturuki pia ina maslahi zake. Kwa hivyo nadhani kutakuwa na chekachenga hizi za kidiplomasia pale ambapo serikali ya Iran kwa wakati huu pengine wanataka kujisalimisha, wasiondolewe madarakani, waweze kutumia diplomasia kupunguza makali haya ya kivita
madola haya ya magharibi yasiwashambulie na kupindua serikali yao. Na kumalizia ndasema hivi, pia madola ya magharibi yamepunguza makali ya kuishambulia Iran, kwa sababu tunajua Marekani ingelenga miundombinu ya mafuta ghafi ya Iran ili kuweza kudomaza uchumi wake kabisa, na Israel pia ingefanya hivyo. Iran pia kwa upande wake ingeshambulia zile eneo au meli za kusafirisha mafuta ghafi kwenye eneo ya Hormuz na Ghuba la Persia. Kwa hivyo ni kama pande zote pia zimepunguza makali ya kijeshi na kivita, na inaonekana kwa wakati huu mustakabali wa kidiplomasia unaendelea mbele. Lakini siwezi kusema kwamba kwa uhakiki ya kwamba Marekani imeweza kumaliza au kuangamiza uwezo wa Iran kuweza kujenga bomu hili la nuclear. Na hilo ndicho kitendawili hapa Washington. Hapo kwenye kitendawili hicho cha ikiwa Iran itakubali kweli kusitisha urutubishaji au itaendelea mbele, tunabakia katika kitendawili hicho na kutupia Abdul Fattah, kwa sababu baada ya mashambulio haya yaliyofanywa na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, Fordo, Natanz na Isfahan, watu wamekuwa wakijiuliza swali hilo, ikiwa Iran kweli uwezo wake umeteremshwa kabisa, haitoweza kuendelea mbele na mipango yake. Mpaka sasa hakuna anayeweza kujua kwa hakika hali itakayotokea. Lakini unafikiri kwa mashambulio haya yaliyotokea yatajenga mustakabali wa namna gani katika mradi huu wa nyuklia wa Iran? Na vile hasa kwa kuzingatia ni punde tu hapa bunge la Iran limepitisha hatua ya kuachana na ushirikiano na shirika la IAEA. Jambo ambalo haliwezi kukanushika ni kwamba mashambulio yaliyofanywa na Israel kwa upande mmoja na vile zaidi mashambulio yaliyofanywa na Marekani yatakuwa yameathiri sana shughuli za nyuklia za Iran, na yatakuwa yamerejesha nyuma hatua na maendeleo ambayo Iran imepata hadi sasa katika shughuli zake za nyuklia. Lakini hata kama yatakuwa yameharibu ile miundombinu yenyewe ya teknolojia hiyo, kama wanavyoelewa wengi wanasema, au pamoja na kwamba wanasayansi zaidi ya 10 wa Iran wameuawa katika mashambulio haya ya vita vya siku 12, lakini kwa kuwa teknolojia ya nyuklia tayari imeshadhibitiwa na Iran, itakuwa ni suala la kuwachelewesha wa Iran. Kwa pahala palipofikia, haitawezekana kukifuta katika uwezo wa kiteknolojia au wa kitaalamu wa Iran. Jingine la msingi la kuzingatia hapa ambalo linatia wasiwasi ni kwamba Iran imejitahidi sana kufuata sheria za kimataifa kuhusiana na suala hili. Huenda inapoona kwamba sasa pamoja na kwamba imeruhusu vituo vyake vya nyuklia kukaguliwa, imejiunga na mkataba wa NPT, ni mwanachama wa shirika la Umoja wa Mataifa hilo la nyuklia la IAEA, pamoja na yote hayo na kutolewa taarifa za wazi kwamba haijapatikana ushahidi wa kuunda silaha za nyuklia, lakini imeshambuliwa na kukiukwa sheria za kimataifa, huenda hilo likawa ni jambo ambalo likaichochea Irani ielekee katika mtazamo huu wa kutaka kuunda silaha za nyuklia sasa. Kwa sababu watu wengi wamejiuliza, wanasema, mbona Marekani haijathubutu kuishambulia kijeshi Korea Kaskazini? Jibu linakuwa ni kwamba kwa sababu Korea Kaskazini ina silaha za nyuklia. Kwa hivyo Iran nayo wanaweza pengine, au watu wenye misimamo mikali ndani ya duru za kijeshi za Iran, wakaona kwamba kwa hali hii hakuna sababu tena sisi ya kuheshimu sheria za kimataifa, ni bora tuchukue hatua hiyo. Hili ni suala moja ambalo linatoa changamoto. Ama kuhusiana na nukta ambayo umeashiria kwamba tayari bunge la Iran limepitisha mswada wa kuamua kusimamisha kikamilifu kwa sasa ushirikiano wake na shirika hili la ukaguzi la nyuklia la IAEA, na tayari baraza la katiba limeidhinisha uamuzi huo. Hii kwanza ni hatua ambayo yenyewe kwa upande mmoja inazidisha utata wa mvutano na kile ambacho Marekani inakitaka kwa Iran, lakini kwa upande mwingine ni aina mojawapo ya uwenzo wa mashinikizo. Yaani Iran inapotaka sasa kurudi tena kwenye mazungumzo na Marekani kuhusiana na mradi wake wa nyuklia, inapochukua hatua sasa za kuamua kikamilifu ikate ushirikiano wake na shirika hili la kimataifa la nyuklia, ni kwamba hiyo inaweza ikawa ni moja karata yake za turufu itakayoweza kuisaidia katika mazungumzo yake na Marekani kuhusiana na swala la nyuklia. Kwa sababu ikiwa Marekani inashinikiza hivyo kwamba Iran iache miradi yake ya nyuklia, kama itaamua kuishambulia tena, hatua hii ya sasa inaweza hata ikaisukuma Iran baadaye ikaweza hata kuchukua uamuzi wa kujitoa kikamilifu kwenye mkataba wa NPT, ambapo hilo litazidisha
hali ya taharuki zaidi katika suala hili zima la nyuklia au na suala zima la amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Nije kwako Bwana Mohamed Saleh, swali kubwa ambalo walimwengu wamekuwa wakijiuliza siku zote ni kwamba Israeli yenyewe inafahamika kwamba inazo silaha za nyuklia, japo haijasema waziwazi, lakini hili sio swala la siri. Kwa nini inahofia sana Iran kuwa na silaha hizo? Iran siku zote inasisitiza kwamba inachokifanya ni kujimarisha kinyuklia kwa matumizi ya amani, na imekuwa ikishirikiana na IAEA kufanya ukaguzi katika vinu vyake vya nyuklia. Kwa nini nchi za Magharibi na Israel zinashindwa kuiamini Iran? Kwa sababu ya msimamo wake, mimi nahisi, kuhusu Palestina, na pia kutokana na kauli ambayo wametoa kwamba wanataka kuhakikisha kwamba Israeli inafutwa katika uso wa dunia. Kwa hivyo hiyo ni moja katika sababu wanazotumia kuelezea kwamba hawezi kuiamini Iran kuwa na silaha ya nyuklia, kwa sababu wanahisi kwamba labda siku moja wanaweza kuitumia dhidi ya Israeli. Lakini kama walivyosema, Israeli inayo, na wanazungumza kwamba ina mabomu tayari zaidi ya moja. Kwa hiyo, lakini hilo haliwashughulishi nchi za Magharibi, kwa sababu wao ndo washirika wakubwa na wao ndo ambao wamekuwa wakishirikiana naye katika kutengeneza vitu hivyo. Kwa hivyo Israeli inaonekana kama ni jimbo au ni sehemu ya Ulaya. Kwa hiyo wao kuwa na silaha ya nyuklia katika Mashariki ya Kati sio tatizo, kwa sababu wao ni, bila ya kusema moja kwa moja, lakini ni sehemu ya hizi nchi za Magharibi. Na muda wetu umemalizika bila shaka. Kabla ya kumaliza kabisa, nataka kukumbushia tu kwamba tunafahamu kwa muda mrefu Marekani nayo imekuwa ikijaribu kutafuta namna ya kuzifanya nchi za Kiarabu kukubali kuwa na mahusiano mazuri ya kidiplomasia na Israeli, na mataifa kadhaa alisharidhia kwamba yanaweza kuwa na uhusiano huo na Israeli, mfano Bahrain, Morocco, Umoja wa Falme za Kiarabu, Sudan. Lakini nchi kama Saudi Arabia bado imejizuia hadi sasa kufanya uamuzi huo, na wengine wanasema kwamba pengine kushambuliwa kwa vituo vya nyuklia vya Iran kunaimarisha nafasi ya Israel kuwa na mahusiano mazuri pengine na nchi za Kiarabu, kwa sababu ya uhakikisho kwanza walioupata kwamba Iran inaweza kudhibitiwa, kwa sababu Iran kwa upande mmoja pia ni kitisho kwa mataifa ya Kiarabu baadhi. Profesa Monda, wewe unakubaliana na fikra hiyo kwamba hiki kitendo cha kushambuliwa Iran kunaleta hiyo imani kwamba nafasi ya Israel kukubalika na mataifa haya ya Kiarabu itaimarika na pengine hata kuletwa uthabiti katika Mashariki ya Kati? Ningesema ni kweli, kwa sababu madola ya Marekani, madola ya Ulaya na Marekani yangependa sana kubadilisha serikali iliyopo Tehran, lakini pia ni tofautisho vitu viwili pale, ya kwamba serikali za Kiarabu nyingi zingependa kubadilisha mamlaka au serikali ya kidini ya Tehran, na nyuma hiki kisirisiri wakija Washington, wakija New York, wakienda kule Bonn, London, wanasema wanachukizwa sana na Iran, wangependa sana kubadilisha serikali ya Iran. Lakini kuna utata pale, manake umma kwa ujumla, umma ya Kiarabu Mashariki ya Kati, wengi wao hawakubaliani na sera za serikali zao, iwe Misri, iwe Saudi Arabia, iwe Jordan. Kwa hivyo kwa kuongea kwa sera za kidiplomasia,
serikali hizi za Kiarabu zinaongea zikiwa zinakubaliana na fikra za umma kwa ujumla, lakini kule nyuma wangependa sana kubadilisha serikali hii ya Tehran, kwa sababu Iran ni kitisho kikubwa sana kwa madola haya ya Kiarabu, hususan kule Saudi Arabia, ambapo Iran pale kulikuwa na mapinduzi ya mwaka 1979 walisema ya kwamba haya madola falme za kiimla zilikuwa butu, zilikuwa za kueneza ubepari wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ningetofautisha pale na nisema ya kwamba kwa ujumla serikali ya Tehran ikiweza kupinduliwa, nadhani serikali za Kiarabu za Mashariki ya Kati nyingi zingefurahia zaidi. Lakini lazima wabane ile mori ya kiwaziwazi kuipinga Iran, kwa sababu wanajua umma wa Kiarabu tena unaunga mkono Iran, kwa sababu wanaona kwamba Iran inatetea maslahi za Wapalestina na maslahi za Waarabu kwa ujumla. Sawa, nimalizie kwako Abdul Fattah, katika hili suala zima la uchumi wa Iran na uharibifu uliotokea baada ya mashambulio ya Israel. Katika mazingira ya vikwazo vya kiuchumi vya nchi za Magharibi kwa Iran, unafikiri Iran itawezaje kujijenga upya? Kuhusiana na suala zima la kukabiliwa na vikwazo vya Magharibi, labda nitumie neno ambalo mmoja wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa amelitumia, nimelipenda. Amesema kwamba Irani ni nunda wa vikwazo, kwa sababu tunajua kwamba Irani imekuwa vikwazo tokea baada ya mapinduzi ya Kiislamu, na kadri siku zilivyokuwa zinakwenda mbele na miaka ya hivi karibuni, vikwazo hivyo vimekuwa vikishadidishwa dhidi yake. Kwa hivyo Irani yenyewe imekuwa inajaribu zaidi kujenga uchumi wake kwa kutegemea uwezo wake wa ndani, na kimsingi ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana, ina mali asili nyingi sana. Pengine matatizo hata ya uongozi wa ndani ingekuwa hakuna matatizo kama hayo, udhaifu, pengine wakati mwingine ufisadi, ubadhirifu, ingeweza kupiga hatua sana kwa kutegemea uwezo wake wa ndani. Lakini jingine ambalo Iran tumeshuhudia kwa muda mrefu sasa limekuwa ikifanya, na hata karibuni kwa nguvu zaidi, ni suala la kuangalia zaidi madola mengine mawili makuu ya upande wa Mashariki, yani China na Urusi. Imekuwa na uhusiano mkubwa zaidi wa kiuchumi na nchi hizo, na hata tumeshuhudia imejiunga na jumuiya muhimu sana za kieneo kama BRICS, na vile jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai, jumuiya ya kiuchumi ya Asia na kadhalika. Kwa hivyo Iran inajitahidi zaidi kukabiliana na makali ya vikwazo vya nchi za Magharibi kwa kufungua njia nyingine za ushirikiano wa kiuchumi na nchi nyingine kubwa kama India na mataifa mengine mbalimbali, hata hayo ya Kiarabu ya eneo la Ghuba ya Uajemi na Mashariki ya Kati, pamoja na kama alivyoeleza Profesa Monta kwamba pamoja na kwamba nyuma pazia nchi hizo haziridhishwi kweli na utawala wa Irani, lakini unapokuja kwenye maslahi ya kiuchumi, nchi hizo zimekuwa ni washirika muhimu wa kiuchumi wa Iran. Kwa hivyo ni kwa njia hiyo ndivyo ambavyo Iran imeweza kupunguza makali. Hatuwezi kusema kwamba imeweza kutatua matatizo yake ya kiuchumi ambayo kwa kweli mpaka sasa yanaiumiza sana Iran katika hali mbalimbali, lakini angalau yameweza kuifanya kwa upande mmoja iweze kuendelea kuhimili vikwazo ambavyo vinaikabili, upande mwingine kuweza kujimarisha hata katika upande wa kijeshi, na kuweza kwa muda kama huu kuweza sasa kuonekana kwamba kweli inaweza, pamoja na kuhujumiwa na madola makubwa ya Magharibi yakiongozwa na Marekani na nchi ambayo inasifika kijeshi ulimwenguni kama Israel, lakini katika kipindi hiki cha siku 12 nayo imeweza kuonyesha kwamba inao uwezo wa kujihami na kutetea mamlaka yake ya kujitawala. Asante sana Abdul Fattah Musa, ni mwandishi na mchambuzi anayefanya kazi nchini Iran na wakati huo akiwa huko Zanzibar nchini Tanzania. Mjini Paris alikuweko kwenye mjadala huu Mohamed Saleh, ni mchambuzi wa siasa za Ulaya, na kutoka Marekani alikuweko Profesa David Monda. Msikilizaji, kufikia hapo mjadala wetu huu wa maoni mbele ya meza duara ndo umefikia mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba, nilikuwa mwenyekiti wako. Asante na kwaheri.